Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa viongozi wa kamati kuu na viongozi mbalimbali wa chama, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuweza kukutana katika siku ya leo ili takabali na dakika takriban zisizopungua 5. Nachopenda kusema kitu cha kwanza kwa Watanzania ni kila mmoja kuweza kujua thamani ya kura na kuweza kujua thamani ya uchaguzi. Kwa utaratibu wa katiba yetu ya nchi tumekubaliana kwamba kila baada ya miaka 5 tutakuwa tunafanya uchaguzi mkuu, lakini uchaguzi unafanyika kwa kupitia katika kura, sanduku la kura. Uchaguzi au kura yako ndiyo inayohitajika kuweza kufanya mabadiliko na kuleta maendeleo ya kweli katika nchi hii. Kuna watu hapo magerezani, wengine wamefungwa kwa dhulma kwa utawala huu wa Chama cha Mapinduzi. Mategemeo yao ni kuweza kuisimika serikali itakayoweza kusimamia haki ili waweze kusimamiwa katika haki zao na hatimaye waweze kutoka madarakani, waweze kutoka magerezani. Inategemea uwepo wa kura yako. Lakini leo kuna watu wagonjwa wako hospitalini, wako katika mazingira magumu ya matibabu, hakuna dawa, kutokana na serikali ya Chama cha Mapinduzi kushindwa kuparticipate katika utawala wake, kutokuwa na utawala bora. Maana yake hawa waliokuwa kwa ICU wanategemea wewe Mtanzania wa kawaida uweze kuwapelekea viongozi watakaokuwa na huruma na hatimaye waweze kutizamwa katika matibabu yao na warejee katika hali ya kawaida katika uraia. Hii ni thamani ya kura yako. Lakini kuna watoto wadogo ambao wanakosa matibabu, hawana uwezo wa kupiga kura, wanategemea kura yako wewe, wanategemea uchaguzi utakaofanya wewe uweze kuwanufaisha wao. Lakini haya yote tunayozungumza, Chama cha Mapinduzi kimeondoa thamani na kimeondoa uwezekano wa wananchi kuwaweka viongozi wanaowataka wao, isipokuwa sasa hivi uchaguzi unapofanyika ni wao CCM kile wanachotaka kiwe ndio kinakuwa, pasi ya kuangalia utashi wa wananchi. Na ndio maana kwa sababu uongozi wa madarakani waliokuwepo wao haukusababishwa na kura zenu, wana uwezo wa kufanya chochote pasi ya kuogopa nyie, kwa sababu nyinyi hamkuwaweka. Leo serikali imepitisha sheria ya mafao ya wastaafu. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi wamepitisha sheria ya mafao ya wastaafu, ambayo mafao haya ukisoma unajiuliza, hivi hawa wabunge waliokwenda kule bungeni wako sawa sawa au wana matatizo katika malezi yao? Mbunge ameongezewa mshahara takriban milioni 18, sio tatizo. Lakini mbunge huyu akikaa katika kikao kimoja analipwa posho isiyopungua shilingi 500,000. Mbunge amepewa access ya kukopa pesa mpaka milioni 500 pasi ya kuweka dhamana yoyote isipokuwa ubunge wake. Lakini mbunge anapoingia bungeni anapewa bima ya VIP, very important person, bima ya kwenda kutibiwa katika hospitali zenye akili, sio hospitali zetu kienda wazimu. Hospitali ukiingia mashuka yananuka, ushuzi si ushuzi, mavi si mavi, sio hospitali hizi. Mbunge anatibiwa katika hospitali yenye akili. Lakini zaidi ya yote, wakisha staafu mbunge anapewa milioni 250 on cash. Anastaafu leo, anatoka nje anapewa pesa yake on cash. Lakini katika jamii yetu ya watu maskini tuna mapolisi. Mapolisi nyinyi mnashirikiana sana na Chama cha Mapinduzi katika uibaji wa kura na kutuhujumu sisi wapinzani. Lakini nyinyi katika hali ya kipicha ni wapimba macho wenzetu, ni masikini wenzetu. Mimi nina askari pale nyumbani kwangu na kiduka, anapenda kuja kukopa kila siku, anaambia kulipa mwisho wa mwezi. Sasa kumwambia mimi kwamba wewe bwana leo mnatuibiaga kura, naogopa kwa sababu ndio siwezi. Lakini akipata ujumbe huu, iwe mwanzo na mwisho vile vile kuja kukopa kwa sababu mnatupiga. Alafu upigaji wenu basi hamna nidhamu. Sisi tunawatetea nyie. Kama imefikia pahala kazi zenu ni lazima mtupige, basi mtupige kistaa. Kwamba unachukua unanigonga wewe, hebu kimbia bwana, acha ubwege utakufa. Mimi nikimbie, wewe rungu unalianzia nyuma na mnaikaa tuna ugonjwa wakati tunakutetea nyie. Na mkisha staafu inafikia pahala mnakatwa
sisi ndio wanyonge wenzenu, na kwa haya mnayotufanyia ndio maana imefikia pahala mimi nasema hadharani, mtoto wangu kwa sheria hizi na utawala huu, kama anakuja anafaulu anapata kazi ya upolisi, na mwachia laana. Siwezi kukubali mwanangu awe polisi kwa mfumo wa serikali na sheria zilizopo. Sasa sisi Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, tunasema kwamba bila ya kufanyika kwa reforms za kweli katika Tanzania hii, uchaguzi hauwezekani. Na chama mbadala kinachoweza kuleta mabadiliko ya kweli katika Tanzania ni chama dume, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ndugu zangu, mkutano wa leo si mkutano wa kwangu. Siku nyingine tutakuja kupanga, tuje tupige mawe. Peoples, asanteni kwa kunisikiliza.